Mheshimiwa Mbunge, pia nitumie fursa hii kukutia moyo na kukupongeza kwa kazi kubwa ulioianza ya kuwahudumia wananchi wa jimbo la Mbeya vijijini. Nimekuwa nikikufuatilia, nimeona jana ulikuwa kiwanda cha Songwe kwa ajili ya kuwatafutia fursa za ajira vijana, na leo tena umetukusanya hapa. Bila shaka umekuja kuzungumza na sisi kuhusu mambo ya fursa. Wana Mbeya vijijini, mtakubaliana na mimi, jambo hili limefanyika hapa ni nadra sana kufanyika katika jimbo letu la Mbeya vijijini. Kwa tafsiri rahisi, maana yake mbunge wetu ameanza kwa mguu wa kulia ambao ni mguu wa maendeleo. Tumtie moyo kwa makofi mazito. Mheshimiwa Mbunge, nitoe salamu za kata ya Nsalala ambayo mimi ndiye diwani wake. Na nitumie fursa hii kuwashukuru wananchi wa kata ya Nsalala kwa imani kubwa walionipa na kazi kubwa walionipa. Ninawashukuruni sana, asanteni sana kwa heshima hii mlionipa. Lakini Mheshimiwa Mbunge, niwaahidi mbele yako na mbele ya Chama cha Mapinduzi kwamba dhamana hii niliyopewa nitaifanya kwa uaminifu mkubwa, huku nikijikita kuwa upande wa wananchi na umma na kuhakikisha tunasongesha mbele gurudumu la maendeleo. Mbunge, wewe ukiwa kiranja wetu mkuu na sisi kama wasaidizi wako, tumejipanga kufanya yafuatayo katika kata ya Nsalala, na mimi nikiwa kiranja mkuu kwenye kata yangu. Jambo la kwanza, tutakwenda kusimamia upungufu ama tutakwenda kufuta urasimu wa huduma katika ofisi zetu za umma. Mheshimiwa Mbunge, kumekuwepo na changamoto ya wananchi hawa wakiwa wanakwenda kupata huduma maofisini, urasimu umekuwa mkubwa. Tutakwenda kusimamia hilo, kupunguza urasimu. Tutatolea mfano Mheshimiwa Mbunge, kijana anapotaka kwenda kutafuta huduma katika ofisi ya umma anapitia milolongo mirefu, jambo ambalo linamkatisha tamaa kwenye jambo analolitafuta. Mheshimiwa Mbunge, hilo tumelibaini na tutakwenda kushirikiana na wenzetu kuona ya kwamba tunatafuta njia bora ya kupunguza urasimu wa utoaji wa huduma katika ofisi zetu za umma. Lakini Mheshimiwa Mbunge, kupitia wewe kiranja wetu mkuu na sisi wasaidizi wako, tutakwenda kusimamia elimu ya watoa huduma. Kwa mfano, hapa karibuni kumekuwa na kamata ya wenzetu wa LATRA kwa wenzetu wanaomiliki vyombo vya usafiri, hususan bodaboda ambao wanajitafutia kipato kupitia pikipiki zao. Hatusemi wavunje sheria, lakini tutahamasisha wapewe elimu na wajulishwe mapema kabla hawajachukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu tumebaini mambo haya yanafanyika bila wahusika kupewa elimu na kupewa tangazo la hizi kamata. Kwa Mheshimiwa Mbunge, tutakwenda kusimamia haya. Lakini Mheshimiwa Mbunge, tutakwenda kusimamia ubunifu katika miradi. Kwa mfano, miradi ya unufaiki wa mikopo ya 10% kwa makundi yetu. Mheshimiwa Mbunge, nitaungana na wenzangu kuwashawishi kutafuta tija bora ya mikopo hii, hususani kuanzisha viwanda vya pamoja ambavyo vitahusisha kundi kubwa linalonufaika kwa wakati mmoja katika mradi mmoja, badala ya kugawanya kwa watu wachache ambao ufanisi unapungua wa kutatua kama ilivyokuwa lengo la mikopo hii. Lakini Mheshimiwa Mbunge, mwisho si kwa umuhimu, tutakwenda kuhakikisha tunakwenda kuwa sikio la wananchi na kisemeo chao. Mheshimiwa Mbunge, nisiwe mwingi wa maneno, mkutano huu ni wako. Nikushukuru sana kwa nafasi hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana.